bali jambo kubwa zaidi kuliko haya yaliyotangulia, kubwa zaidi kuliko haya yaliyotangulia fi sha'ni al-abna, katika jambo la watoto wetu, annahum idha ahsanu wa saru bi mashi'ati Allah subhanahu wa ta'ala salihin kana dhalik anfa'a lil aba fi al-akhirah. Watoto hao ukiwalea vizuri wakawa ni watu wema wenye kusimamia dini ya Allah, yani salihun, jambo hili litakufaa wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala huko akhirah, lima rawahu Imam Muslim rahimahullah ta'ala min hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Anafariki mtu mwanadamu, matendo yake yote ukatika, ile mirija ya kupeleka amal kwake inafungwa, inazibwa, illa min thalathi, isipokuwa kupitia pipe tatu. Kuna mambo matatu yataendelea kupenyeza amali za khairi kwako: sadaqatin jariyatin, sadaka yenye kuendelea ambayo aliitoa katika uhai wake, au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu ambayo watu hunufaika na elimu hiyo ikiwa yeye alisimamia na kuifundisha katika uhai wake, au waladin salihin yad'u lahu, wa huna mahallu shahid, au akawa amemuandaa mtoto mwema ambaye atamuombea yeye. Pia dua ya mtoto huyu inamnufaisha huko aliko, ni katika matendo ambayo yatamfaa baada ya kufa kwake. Haya niliyoyataja na mengi sijayataja yanaonyesha nafasi ya watoto wetu katika maisha yetu ya dunia na kwenye mustakbali wa akhera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, al-auladu ni'ma min Allah subhanahu wa ta'ala. Watoto hawa ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana tutakiwa tufanye juhudi ya kuihifadhi neema hii kwa wale ambao wamepewa neema hii, na katu wasiidogoshe na kuifanyia mzaha. Allah ametupa watoto, akatupendelea, hawa akawapa wa kiume, wale akawapa wa kike, wengine wakachanganyiwa wa kiume na wa kike. Watoto kwa wingi tu na wanakuja tu kwa usahali tu, tunao tumewajaza majumbani. Hii ni neema kubwa min Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kujua neema hii ukubwa wake, uwakose watoto, wakose watoto. Pana watu wamewakosa watoto wao na walikuwa nao, alikuwa nao, pengine wamefariki kabla yake, akawazika wote, akabaki peke yake au yeye na mkewe. Wamefikia kupata kama uenda wazimu hivi, mtu anapata kama ukichaa kwa hali aliyokuwa, namna alivyokuwa na huzuni. Bali wengine wapata maradhi hakuwa nayo, pata pressure na pata kisukari kwa sababu kawakosa watoto wake. Na wengine hawalali, akilala usiku apata maruweruwe, ashtuka, piga makelele, asema nawaona wanangu wakicheza, wakienda huku nikiwatuma. Hana wale watoto. Mtu anatamani kufa kwa sababu amewakosa wale wapenzi wake. Hawa ni wale walikuwa nao wakawakosa. Sikwambii wale ambao ni wagumba matasa, hawazai, hawajajaliwa watoto. Ya Allah, hali wanaoishi nao ya huzuni na kujiona kwamba si watu katika jamii, bali pia hubezwa. Kila matusi mabaya wanapewa wao, utadhani wao wana uwezo binafsi wa kuzaa au kuzalisha. Yote haya tunayashuhudia. Wewe umependelewa, una mirundo ya watoto, watakiwa uihifadhi sana neema hii.